Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko katika ufanisi kwenye baadhi ya mashirika. Kutokana na reformu hizi zinazoendelea kufanyika katika mashirika, ufanisi umeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, nitatoa mfano shirika la bandari. Mwaka huu wa fedha linaenda kutuletea bilioni 181. Hii ni kutoka bilioni 155.7 ambayo walileta mwaka jana. Lakini tulipokuwa tunafanya analysis zao, kuna vitu ambavyo kwa kutazama gawio unashindwa kuviona, lakini ni vikubwa vipo vinafanyika. Gharama zao zimepungua kwa zaidi ya nusu trilioni, gharama za uendeshaji. Na hapo wana miradi yao wanaiendesha kwa fedha za ndani. Na tutaenda kuwasaidia ku raise funds ili waweze kutumia balance sheet yao ili kuweza kuimarisha na kujenga miundombinu kwa kadri wanavyoweza, ili tuweze kutumia vizuri nafasi na fursa ambayo tunayo. Mheshimiwa Rais, naomba nifikie mwisho kwa heshima na taadhima kubwa. Ni kuombe muda utakapowadia basi uridhie kutoa tuzo. Mheshimiwa Rais, tuzo hizi ni ishara ya kutambua juhudi zao na ni chachu ya kuwahamasisha wengine kuendelea na kufanya kazi kwa bidii, weledi na wajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Katika hili walioongoza ni TPA ambao mwaka huu wamechangia kiasi cha shilingi bilioni 181.5 bilioni, ikiwa ni ongezeko kutoka bilioni 153, na tunawapongezeni sasa kwa kuendesha miradi yenu kwa kutumia pesa yenu ya ndani. Bilioni 181.5 kutoka gawio la mwaka jana bilioni 153. Asante sana. Picha. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee tunaomba katika kundi hili tuzipe tuzo za taasisi 3 ambazo ndizo zilizoongoza. Na taasisi ya kwanza ni Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari ambao wamechangia bilioni 181, na hii imeongezeka kutoka bilioni 153. Mwenyekiti IGP mstaafu Mangu pamoja na DG Mbosa, naomba mje kwa ajili ya tuzo.